Zote anazouza mfanyabiashara anatakiwa azibandikie bei. Wajibu wetu sisi ni kuzizuia zile bidhaa fake. Bidhaa hii ya Mena, moja ni original na moja ni fake. Ukikuta kwamba kuna tatizo, basi unatakiwa tuletee sisi taarifa, tufanyie kazi. Ndipo katika viwanja vya Dole Kizimbani hapa visiwani Zanzibar, ambapo ni katika shamra kuelekea siku ya kilele cha wakulima duniani, kwa maana ya kuwa 8/8, ambapo maonyesho haya hufanyika kila baada ya mwaka, na leo Mshindo TV imefunga safari moja kwa moja mpaka kufika katika viunga hivi, na moja kwa moja tumefika katika banda la Tume ya Ushindani Halali wa Biashara Zanzibar, ambao ndio wahusika wakuu na wenye dhamana ya kuwasimamia na kuwalinda wauzaji na wanunuzi wa biashara mbalimbali, ambapo tume hiyo ipo chini ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda hapa visiwani Zanzibar. Na hapa nimepata nafasi ya kuzungumza na mkuu wa kitengo cha uhusiano kutoka katika tume hiyo. Atatufafanulia na kutueleza juu ya kazi ambazo wanazozifanya juu ya tume hiyo. Nikusihi tu mtazamaji uendelee kuungana nami mwanzo mwisho. Langu jina ni Hassan Saidi wa Mshindo TV. Tume ya Ushindani Halali wa Biashara imeundwa ikiwa na majukumu mengi, lakini miongoni mwa majukumu yake ni kumlinda mtumiaji katika bidhaa na huduma pamoja na kusimamia ushindani wa biashara Zanzibar. Tunapozungumzia biashara, ni biashara kwa ujumla wake, lakini kupitia sheria ya biashara kuna bidhaa maalumu ambazo hizi kama taasisi inazisimamia bei zake. Bidhaa hizo ni mchele wa mapembe, unga wa ngano, mafuta ya kupikia ya chikichi ya dumu tunaita, sukari pamoja na saruji. Kwa hiyo bidhaa hizi ndizo haswa zilizotajwa kwenye sheria ya biashara ambazo zinasimamiwa na serikali kupitia Tume ya Ushindani. Lakini tunapozungumzia biashara kwa ujumla wake, biashara zote zinasimamiwa kwa sababu sheria yetu au sheria ya tume inamtaka mfanyabiashara abandike bei bidhaa zake. Sasa sio bidhaa maalumu, maanake bidhaa zote anazouza mfanyabiashara anatakiwa azibandikie bei kusudi mteja anapokwenda dukani kununua ile bidhaa, basi anatakiwa aione ile bei, sio mpaka muulize muuzaji. Kwa hiyo tunapozungumzia mustakabali wa biashara zote mfanyabiashara anatakiwa azibandike bei. Kwa hiyo tume inasimamia bidhaa zote. Sheria ya Tume ya Ushindani Halali wa Biashara na kumlinda mtumiaji imetoa adhabu kwa mfanyabiashara ambaye atakwenda kinyume na bei elekezi au atakwenda kinyume na kuto kubandika bei. Manake kama hajabandika bei, basi sheria imetaja adhabu ambazo anatakiwa huyu mfanyabiashara apigwe, kama ni kumfanya mfanyabiashara hawezi kufuata takwa la kisheria la kubandika bei, kwa sababu anatakiwa, ni lazima mfanyabiashara abandike bei bidhaa zake. Adhabu imetajwa kwenye sheria kuanzia Laki5 mpaka Milioni 3. Sikumbuki hapa ni kosa gani hasa ambazo zimetajwa kwenye kiwango hicho cha adhabu, lakini takriban anatakiwa atozwe faini hiyo. Kama nilivyosema, Tume ya Ushindani ina majukumu mengi, na miongoni mwa majukumu yake ni kumlinda mtumiaji, kuhakikisha kwamba anapata bidhaa zilizokuwa salama. Na katika kupata huko bidhaa zilizo salama, taasisi yetu ina jukumu la kuzuia bidhaa bandia. Na tunaposema bidhaa bandia ni zile bidhaa ambazo mtengenezaji ameiga brand au ameiga muonekano wa bidhaa nyingine inayofanana na ile aliyotengeneza. Kwa hiyo hapa tuna baadhi ya bidhaa ambazo tunazita ni bidhaa bandia na original. Tumeleta kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi, na miongoni mwa hizo ni kama hizi tunazoziona hapa. Hapa tuna bidhaa ya Mena. Bidhaa hii ya Mena, moja ni original na moja ni fake. Mfanyabiashara ambaye ametengeneza hizi bidhaa, baada ya kuona bidhaa yake imekopiwa huko sokoni, ametuletea sisi lalamiko. Baada ya kutuletea lalamiko, wajibu wetu sisi ni kuzizuia zile bidhaa fake au tunazita bidhaa bandia. Baada ya kutupa
features, muonekano na alama zile ambazo yeye ameziweka kwenye ile bidhaa yake. Kwa hiyo ndio tumekuja huku kwenye maonesho haya ya Nane Nane kwa lengo la kuwafahamisha wananchi wanapokwenda madukani huko wajue kutofautisha kati ya bidhaa halisi na bidhaa bandia. Kwa hiyo hapa tunazo miongoni mwa hizo bidhaa. Kwa mfano hii bidhaa ya Mena, hii hapa ni ni halisi na hii hapa ni fake. Wanapokuja wananchi hapa huwa tunawatolea hiyo wanuse harufu. Hii orig ina harufu asili, manake inatoa harufu, lakini hii fake haina harufu yoyote. Kwa hiyo tunajitahidi kuwapa uelewa wa wananchi waweze kutofautisha kati ya hizi. Baada ya kupata lalamiko kutoka kwa mwenyewe bidhaa yake, huwa tunamtaka atuletee uthibitisho kwamba je, hiyo bidhaa yake ameisajili au vipi. Kwa hiyo baada ya kutuletea sisi uthibitisho kwamba ile kweli ni bidhaa yake na ameisajili, basi tunafanya ukaguzi kwenye maeneo yote ya biashara, na tukizikuta hizo bidhaa zilizokuwa fake tunaziondosha sokoni kwa lengo la kwenda kuziteketeza. Baada ya hapo, huyu aliyeiga hizi bidhaa kwa mujibu wa sheria, kuna faini ambayo anatozwa kusudi asirudie lile kosa ambalo amelifanya. Kwa hiyo baada ya kuzichukua tunakwenda tunaziteketeza hizi bidhaa. Mikakati ni mingi. Miongoni mwa mikakati ambayo tunaifanya kupitia kaguzi ambazo tunazifanya kila siku. Tunafanya ukaguzi kila siku kwenye maeneo yote ya biashara. Tunapokwenda huku kwenye maeneo ya biashara, tunawapa uelewa hawa wafanyabiashara wa rejareja na hata wafanyabiashara wa jumla juu ya athari za bidhaa bandia. Na wananchi tunapowakuta kwenye maeneo hayo ya biashara, tunawapa huo uelewa pia kwamba mnapokwenda kununua muangalie kitu gani, au mujiridhishe, muangalie expiring date ya bidhaa, na ukikuta kwamba kuna tatizo, basi unatakiwa tuletee sisi taarifa tufanye kazi. Kwa hiyo ukiachia mbali hayo hizo kaguzi ambazo tunazifanya, pia kupitia haya maonesho ambayo yapo hapa Nane Nane, maonesho mengine ya biashara, Tume ya Ushindani imekuwa inashiriki kwa kiwango kikubwa sana, na kwa ushiriki kwake ni kwa lengo la kuwapa uelewa wananchi na wafanyabiashara juu ya kugundua na juu ya kutofautisha kati ya bidhaa halisi na fake, kwa lengo la kupunguza hasara za kibiashara, kwa sababu tunapomkuta mfanyabiashara anauza bidhaa fake, sisi tunazitoa sokoni. Kwa hiyo ile hasara yote inamjia yeye mfanyabiashara ambaye tunamkuta na hizo bidhaa fake. Cha kuwashauri, cha kwanza kabisa tunatakiwa tuwe wadadisi. Sisi kama wananchi au wateja tunapokwenda dukani kununua bidhaa, tunatakiwa tuwe wadadisi, tuulize, je, hii bidhaa imetengenezwa wapi na mwisho wa matumizi yake, tujiridhishe. Manake tukiona kwamba iko salama, basi tuweze kutumia. Lakini pia wananchi na waomba waje kwenye haya maonesho ya biashara, maonesho haya ya kilimo, waje watembelee kwa lengo la kupata uelewa. Na haya mabanda tumekuja huku kwa sababu yao tu wananchi. Tunawaomba wapite, tuwaelimishe, na wanapokuta tatizo basi wajue sehemu gani sahihi ya kwenda kupeleka hayo malalamiko yao. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.